Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hii ndiyo dua ya kupata chochote unachokitaka katika maisha yako. Ama kwa hakika umewahi kuona na kusikia na kutambua ya kwamba kuna wapo watu chochote wanachokitaka katika maisha yao hukipata endapo tu watanyanyua mikono yao mbele ya Mola wao na kumwambia, ya Rabbi, nataka kitu fulani, basi Mungu huwapa. Ya Rabbi, sitaki kitu fulani, nataka kiniepuke, basi Mungu huwaepusha. Ya Rabbi, mtu fulani kanifanyia ubaya huu, nawe mrejeshe, na majibu yanatokea hapo kwa hapo. Yani chochote unachokitaka, basi ukiisoma dua hii, ama kwa hakika ndugu yangu, hakika kabisa Mwenyezi Mungu hukupa tena kwa haraka sana. Siri yake na mafanikio yake yanapatikana katika dua hii ambayo tunayokwenda kuisoma katika siku hii ya leo. Na kuomba tega masikio yako, tuliza akili yako, twende ukapokee kitu ambacho ni kikubwa, twende ukapokee kitu ambacho ni kizito na pengine hujawahi kukipata, na huenda huwa unakisikia lakini hujawahi kupata ukweli wa dua hii na uhakika wa dua hii ina athari gani katika jamii, hususan kwa mtu ambaye anaweza kuitumia athari zake kulingana na matukio yake kwa yoyote ambaye atakayeweza kuitumia. Sasa moja kwa moja twende tukajifunze ni dua gani. Wakati huo na kuomba ndugu yangu, wewe ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi vyetu kila siku, usiache kusubscribe, usiache kushare, kwa sababu ukisubscribe na ukashare katika video zetu, hii itakusababisha kukuweka katika sehemu nzuri, sehemu ambayo itakayokuwa inakuonesha video zetu kila siku, lakini kushare kutawasaidia ndugu, jamaa na marafiki, na wao wapate faida ambayo wewe umekuwa ukiipata kila siku. Kwa hiyo pia ni moja ya kupata thawabu, kumfikishia mwenzako lililokuwa la kheri. Endapo watalitumia, basi na wewe utaandikiwa hata kama umekwisha kufa. Moja kwa moja, hebu twende tukaione siri ya dua hii. Ni dua ya aina gani? Dua ipi? Na inasomwaje hii dua insha Allah katika siku hii ya leo? Dua yenyewe ni hii ambayo tunakwenda kuisoma sasa hivi. Na kuomba wakati unaenda kuisikiliza dua hii ama unakwenda kuipokea dua hii, mimi huwa napenda sana kukuambia kwamba uwe na daftari maalum, ambalo daftari hili litakuwa linakurahisishia. Unakuwa na daftari yako na peni yako, unaandika kile ambacho tunachokifundisha hapa, lengo na madhumuni, ili usikisahau, kwa sababu tunayofundisha ni mengi. Sasa ukikisahau kile, maana yake ni kwamba utakuwa unakusanya mzigo mkubwa, alafu hukumbuki ni mzigo wa aina gani. Insha Allah, ninachokuomba, hebu fuatilia kwa kuandika. Hii itakupendeza zaidi, na ndio maana mimi ninakusisitizia kwa kukusomea taratibu, tena kwa mapana na marefu, kwa kukusomea taratibu kidogo kidogo, tena kwa kuirudia rudia, ili upate kuishika vizuri haraka na kupata kuielewa kwa haraka. Sasa moja kwa moja, ni dua gani hii ambayo tunayokwenda kuisoma katika siku hii ya leo? Ni hii dua ifuatayo. Dua hii inasema, hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu. Dua yenyewe ndiyo hiyo, khalas, hapo ndipo ilipoishia. Narudia tena, hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu. Sasa naomba nirudie kidogo kidogo kwa wale ambao hawajui Kiarabu
au hawajasoma Kiarabu lakini wanatamani kusoma hivyo hivyo na wao hawataki kupitwa na dua hizi, basi na kuombeni zingatieni haya ambayo tunayokwenda kuyasomesha leo. Tunasema utakuwa unarudia baada yangu ili upate kuelewa kwa haraka. Hasbiyallahu, na wewe utasema hivyo, sema hasbiyallahu la ilaha illa hu, au tunasema la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Alaihi tawakkaltu. Nairudia tena, inasema hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Sema na wewe hayo maneno baada yangu. Narudia tena, maneno nikiona yana urefu kidogo najitahidi rudia kwa sababu ya wale ndugu zangu ambao wao hawajapitia kabisa elimu ya Kiarabu. Inasema hivi: hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Na kwenda kurudia mara ya mwisho. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Hii ndiyo dua ambayo nataka uende ukaitumie ipasavyo. Hii ndiyo dua ambayo nataka uende ukaitumie ikufae katika maisha yako. Hii ndiyo dua ambayo nakwambia kwamba omba chochote unachokitaka kwa kuisoma dua hii. Ikiwa mtu kakufanyia mabaya, omba kwa kutumia dua hii. Ikiwa mtu kakudhulumu, omba kwa kutumia dua hii. Ikiwa unataka mali, omba kwa kutumia dua hii. Ikiwa unataka kufungua biashara, ikiwa unataka chochote katika maisha yako, my friend, omba kwa kutumia dua hii. Kwa mapana na marefu utasema hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Hii ndiyo dua ambayo utakayokwenda kuifanya. Sasa maelekezo yake, je, unaifanyaje dua hii? Kwa maelekezo mujarrab, maelekezo halisi kabisa, namna ya kuweza kuifanya dua hii ni kama ifuatavyo. Dua hii utaifanya, muda mzuri kabisa wa kuifanya dua hii ni nyakati za usiku. Yenyewe masharti yake mazuri ni nyakati za usiku, kabla haujalala. Jitahidi sana kabla haujalala, kaa kitako, swali sunna ya rakaa 2. Sunna ya rakaa 2. Lakini sunna hii utasoma sura yoyote unayoitaka baada ya kuanza na alhamdu. Baada ya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mpaka waladdallin. Kisha utasoma sura yoyote unayoitaka baada ya alhamdu. Halafu utaswali rakaa ya kwanza, utarudi rakaa ya pili, unastahiki kuisoma alhamdu. Halafu kisha baada ya alhamdu ndipo utaunganisha na alam nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak mpaka mwisho. Kisha ukifika pale fa inna ma'al usri yusra, hapa sasa utarudia mara 7. Utasema fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra,
inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Utairudia hivyo hivyo mara ngapi? Mara 7. Kisha ukishamaliza hii mara 7 utasema fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Hapo sasa umemalizia aya ya mwisho, kisha Allahu akbar. Utakwenda utarukuu, utarudi itidal na utasujudu. Ukishatoka kwenye kusujudu utarudi, utakaa sasa kikao, utaweka nia yako. Ya Rabbi, nataka kitu fulani. Ya Rabbi, nataka kitu hiki, nataka kile, nataka kile. Sema kile ambacho unachokitaka, lakini wakati unasema ukitakacho, sema kaannaka tarahu, kama vile unamuona Mungu. Yani vuta hisia, lete picha kama unamuona Mungu. Huyu hapa mbele ya macho yangu, ninamueleza shida zangu. Lete hisia kama zile. Hii ndio tunaita khushu'i. Lakini Mtume anasema fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ikiwa utavuta hisia ukashindwa kumuona Mungu kihisia katika uvutaji wako wa hisia, basi amini na ujaalie kwamba fa innahu yaraka, hakika yeye muumba ambaye ni Mola wetu Mungu anakuona. Sasa tambua kwamba hichi ninachokifanya Mungu ananiona. Endelea kufanya taratibu zako maalumu za utendaji wa dua yako. Vuta hisia, alafu sasa hapo sasa ndipo utaanza kuisoma hii dua. Utaisomaje? Ndio utaanza kuisoma mara 21 au zaidi ya mara 21. Utaanza Bismillahirrahmanirrahim, hasbiyallahu la ilaha illa huwa, hasbiyallahu la ilaha illa hu, alayhi tawakkaltu, hasbiyallahu la ilaha illa huwa, 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 alayhi tawakkaltu. Unaipiga hiyo mara 21. Kisha ukishamaliza kuisoma mara 21, hapo sasa wakati huo umekwisha fanya nia zako na utamalizia nia zako, utakwenda zako kulala. Wallahi, fanya dua hii ianze hususan kuanzia siku ya Jumatano, basi ifanye wiki nzima mpaka Jumatano inayokuja. Mlilie Mungu kwa ile shida yako ambayo unayoikusudia. Hii itakuwa ni sawa na wiki nzima umeifanya dua yako. Ama kwa hakika ninakuhakikishia kwa uwezo wake Allah, wallahi Mwenyezi Mungu atakupa kile ambacho unachokihitaji, tena kwa haraka mno. My friend, usirudi nyuma. Unapojifunza elimu ifanyie kazi. Unapolipokea jambo litumie. Ili kufanikiwa katika mambo yako kunahitaji juhudi, kunahitaji jitihada. Manijitahada wajada. Yoyote ambaye anajitahidi, hakika mtu huyu hakosi bali anapata. Hii ni hadithi sahihi kabisa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwisho kabisa, ndugu zangu, naomba niwaambie juu ya kwamba tunacho kile kitabu ambacho kitabu kile tumekuwa tukikitoa
kwa yoyote yule ambaye anatamani kukisoma kwa ajili ya kujifunza dua mbalimbali na kuweza kufanikiwa katika mambo yake. Kitabu hichi ni kitabu cha majina ya Allah, lakini sisi tumekuchagulia majina 30 tu, majina ambayo ukiyatumia vizuri kabisa ipasavyo, Mwenyezi Mungu hukufungulia mambo yako kwa haraka sana. Fanya jitihada za kuyatumia majina haya. Majina 30 tumeandika kwa njia ya Kiswahili na Kiarabu kidogo, lakini maelezo na kila kitu yameandikwa Kiswahili. Utajua jina fulani linasomwa siku gani na linasomwa mara ngapi na linasomwa kwa masharti gani ili liweze kunifanyia kitu gani. Kitabu hichi kipo kwa njia ya PDF. Ukikihitaji utatumiwa kwa njia ya simu, lakini kitabu hichi kitakukosti kidogo, gharama ambayo itakuwa ni kama mchango wa kuichangia chaneli yetu kuweza kukua na kuweza kutafuta vifaa vya uboreshaji taratibu, hususan pia kuweza kulipia bando za hizi video zetu ambazo tumekuwa tukiwapostia video zenye faida kwenu nyinyi. Lakini pia naomba niweke ombi kwenu nyinyi, kwa yoyote yule ambaye anaona ana nafasi ya kuweza kutuchangia ili tuendelee kufanya hizi video, hususan tunanunua wifi, tunalipia kiasi cha shilingi 100,000 tupate zile Mbps 40 kuweza kuposti video iende haraka isilete ugumu. Basi tuna mipango ya kuwa na wifi, tunatumiaga wifi. Mara kadhaa kipindi cha nyuma kuna baadhi ya walikuwa wanajitokeza, wanatuokoa, wanatusaidia, wanatuma chochote kitu, mtu anatulipia 100,000 kamili, au mwingine anatoa nusu yake, au mwingine anatoa robo tatu yake, au mwingine anatoa robo yake. Sasa insha Allah, kama kuna yoyote anahitaji dua zetu na sisi tumfanyie dua, tumuingize katika utaratibu wa dua zetu tunazofanya kila siku, basi si haba, namba zetu za simu ndio hizo unazoziona hapo. Unaweza ukasema mimi nalipa 1,00,000 nzima kwa ajili ya kuilipia wifi ya mwezi huu, ili thawabu zote za watakaosikiliza hizi video zitakazorushwa zinijie mimi. Basi inshallah zikombe ndugu yangu, thawabu hizi iwe ni faida kwako, tutumie gharama hiyo. Lakini endapo utasema labda mimi nachangia, naweka mchango wangu katika hii wifi, mimi natuma shilingi 10,000, wallahi tutaipokea na tutakuombea dua. Sio 10,000 tu, hata ukasema natuma 5,000 tutaipokea, tutakuombea dua. Ukasema natuma 10,000 ama natuma 15,000, ama mimi sadaka yangu nitatoa 20,000, ama mimi ustadhi kila mwezi nitakuwekea kukuchangia shilingi 20,000 ili iongezee katika manunuzi ya wifi, niendelee kupata thawabu za kila mwezi juu ya wale ambao watakaokuwa wanapokea mafunzo haya. Basi sisi inshallah tutaipokea na tutakuwa tunakuombea dua. Na mwisho kabisa pia tunawasihi vifaa vya kurekodia. Una kamera, una laptop nzuri, unayo labda simu nzuri ambayo unaamini kabisa hii inaweza kutoa video nzuri kabisa quality, basi tunaomba tupatie hiyo simu itufae katika rekodi zetu, naamini na wewe utapata thawabu. Au tupatie hiyo kamera, au tupatie hiyo laptopu, wallahi Mwenyezi Mungu atakulipa fi dunia wal akhirah. Usiache kusubscribe ili mradi uweze kujifunza mengi yanayozidi kufundishwa katika chaneli yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.